Nimefurahishwa sana na hiki kinachoendelea katika kata hii ya Miuji, mtaa wa Kong'otano. Jambo la kushindanishwa kitabu cha Mwenyezi Mungu yalohifadhiwa katika vifua vya watu, almaktubu fi suturi, yaliyoandikwa katika mistari, lakini almutaabadu bitilawatihi, yenye kuabudiwa kwa kule kusoma. Kwa hivyo hiki kilichokuwa kinaendelea ni ibada. Soma vitabu utakavyovisoma vya ulimwengu mzima, vikiwepo vya Marekani na Uingereza, ni upuuzi mtupu, wala Mungu hakupi thawabu yoyote. Soma physics, soma mathematics, soma geography, soma utakachosoma. Kitabu chochote unachokijua na wewe ukakiona cha maana, hakina maana ya aina yote. Lakini kitabu cha maana ambacho ukikisoma Mwenyezi Mungu anakutazama kwa jicho la rahma, malaika wanakushuhudia, Mwenyezi Mungu anakuandikia thawabu na ujira mkubwa, ni Qur'an. Na ndio maana nikasema malipo yake anayeyatawalia Mwenyezi Mungu. Qur'ani ambayo imetangulia elimu zote duniani na ulimwenguni. Hakuna elimu yoyote unayejua wewe wala babu na babu wa babu yako kwamba alikuwa mtaalamu zaidi, kama hakusoma Qur'ani hana utaalamu wa aina yote, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema ma farratna fil kitabi min shay, hatukuacha katika Qur'ani jambo lolote wala elimu yoyote. Ukitaka siasa ipo kwenye Qur'ani, ukitaka hesabu ipo kwenye Qur'an. Soma ayatul mawarithi ndani ya Qur'ani, aya za kurithisha, kwamba akifa mtu akaacha watoto, akaacha mke, akaacha mzazi, anarithi sehemu ngapi, kiasi gani? Thumni, 1/8, 1/6, 1/2 ambayo ni nusu, 1/6 ni sudus, rubu ni 1/4, theluthi 1 ni 1/3, theluthi 2 ni 2/3. Hizi hesabu alizitunga babu gani wa babu yako? Hata ukajiita wewe bingwa mtaalamu, angalia Mwenyezi Mungu alivyokuwa bingwa. Elimu zote, ukitaka sociolojia soma Qur'an. Wenyewe walioanzisha ilmu hiyo al-allama filosof Ibn Khaldun, hata wazungu wakambadilisha jina wakamuita Ibn Holodon, ni Muislamu. Matabibu wakubwa wa elimu ya tiba, mwanafalsafa mkubwa Ibn Sina. Ibn Sina, elimu ya falsafa na udaktari, huyu alikuwa ni Muislamu safi, shekhe mkubwa. Nani leo anasema Waislamu hawakusoma? Lakini hesabu za aljebra nazisoma mwenyewe, mnajua ni familia inayoitwa Aljabiri. Wazungu wamebadilisha, wanamuita aljebra, au hesabu za aljebra ni hesabu za Aljabiri, hesabu za sehemu wa maashbaha dhalik. Kwa hivyo ahadi ya Mungu ni ile ile tu, ma farratna fil kitabi min shay, hatukuacha katika Qur'ani elimu ya aina yoyote, hata fizikia. Tatizo tu ni kwamba kitabu hiki watu hawakipi umuhimu kama wanavyovipa umuhimu vitabu vingine ambavyo asili yake vimetokana na Qur'ani. Kwa hivyo watu kushindanishwa Qur'an ni jambo la msingi, na ndo mashindano bora kuliko mashindano ya aina yoyote. Na kama kuna mashindano yanatakiwa yapelekewe udhamini na ufadhili mkubwa, basi ni mashindano ya Qur'an au mashindano ya hadithi za Mtume Muhammad. Lakini leo watu wanasongamana kupeleka katika mamisi, sijui mwana ulimwende,
sijui soka, mipira, sijui wanenguaji, sijui jambo gani na jambo gani. Hawaelewi maskini. Hizi zote ni amali shetani, kazi za ibilisi tu. Lakini watu wapeleke ufadhili mkubwa katika kushindanisha kitabu cha Mwenyezi Mungu, kitabu ambacho Mwenyezi Mungu mwenyewe amezungumza, la yaatihi albatil min baini yadayhi wala min khalfi, hakiingiliwi na uchafu wa batili yoyote, kwa njia yoyote ile batili itakayokuja ndani ya Qur'an, kwa sababu kitabu hiki Mwenyezi Mungu kaahidi yeye mwenyewe kukilinda kwa kusema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi ndiyo tumeteremsha Qur'ani. Miongoni mwa majina ya kitabu cha Qur'ani inaitwa al-kitab, lakini adh-dhikra wa ma ashbaha dhalik. Hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani wa inna lahu lahafidhun, na sisi hii Qur'ani ndiyo tutakaihifadhi, ndiyo tutakayoilinda. Kuilinda Qur'ani ni kuhifadhiwa na watoto wadogo kama hivi na watu wazima. Kama maswahaba wasinge hifadhi hii Qur'ani na kuandikwa Qur'ani katika majabali, milima, katika magogo ya miti, katika mpaka kuja kuhifadhiwa katika vifua vya maswahaba, hii Qur'ani leo isingekuwepo. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi ndiyo tulioiteremsha Qur'ani na sisi ndiyo tutaienzi kwa kuilinda Qur'ani. Wangapi katika aadaul islami wal muslimin, wangapi katika maadui wa Uislamu na Waislamu walitaka kuichafua Qur'ani, walitaka kuipotosha Qur'ani, lakini waligundulika, na hata ikafika mahala wakaanza kugawa Qur'ani ambazo sio sahihi, zimeandikwa kwa mujibu wa matashi yao. Zile sehemu, kwa mfano kul a'udhu birabbil falak, wakaondoa ile kul, wakaika a'udhu birabbil falak, a'udhu birabbin nas, ya ayuhal kafirun badala ya kul ya ayuhal kafirun. Lakini inna ad-dina 'inda Allah wa man yabtaghi ghaira al-islam dina, wakaondosha adatu istithna ile ghaira, wakasema wa man yabtaghi al-islam dina, yoyote mwenye kufuata dini ya Uislamu fala yukbala minhu, kwamba hatokubaliwa. Walitaka kuichafua Qur'an, lakini bahati nzuri Qur'ani hii sio ile ambayo ipo kwenye makaratasi tu. Qur'ani hii imehifadhiwa katika vifua vya watu, tofauti na vitabu vingine ambavyo vinakuja kuendeshewa wa hakadha. Kwa hiyo Qur'ani hii ni mahfudhu fi sudur, maktubu fi sudur, imeandikwa, imehifadhiwa katika vifua. Leo namkuta mtoto mdogo tu miaka 7, 6 na juzuu 10, miaka 12 kamaliza juzuu 30, zote ziko kichwani. Wote chitia Qur'ani utaweza wapi? Tayari Mwenyezi Mungu ameahidi kuienzi. Hivyo ndugu zangu walimu, msichoke katika hili swala la kuendelea kuwalea watoto katika mazingira ya kitabu cha Mwenyezi Mungu kukijua, lakini kukisomesha. Naamini mnasomesha kwa hali ngumu sana. Katika walimu ambao wanaishi katika mazingira magumu ni walimu wa madrasa, lakini kazi wanaoifanya ni kazi kubwa kulikoni ya mtu yoyote. Lakini hiyo ndio pepo ndugu zangu, ni pepo ngumu. Angalia idadi ya watu wanaoingia msikitini, angalia idadi ya wanafunzi wanaoingia madrasa, linganisha na wale wanaokwenda shuleni wanaoingia madarasani. Angalia wanaoingia misikitini, angalia wanaoingia ukumbini kwa ajili ya tafrija fulani, au wanaoingia uwanjani kwa ajili ya mechi. Hiyo ndiyo pepo. Shetani, ash-shaytanu rajim, alishamwahidi Mwenyezi Mungu atawapoteza waja wake wote, isipokuwa waja wako Mwenyezi Mungu wema.
ambao watakufuata wewe. Mimi shetani siwezi kuwapoteza hao. Kwa hivyo walimu, tusife moyo, tunaamini, hatuna jambo. Kanzu zenyewe kauka ni kuvae, kofia zenyewe ndio hizo hizo, lakini tuvumilie, na tunaamini tunafanya kazi hii kujitolea, kwa sababu kwa ajili ya la ilaha illa Allah litakuna kalimatullah hiya al-ulya. Tunafanya kazi kwa ajili neno la Mungu liwe la juu, wa kalimatul batil hiya sufla, na neno la batil liwe ndio neno la chini. Tusife mioyo wala tusikate tamaa katika kuendeleza kitabu cha Mungu. Litakuna kalimatullah hiya al-ulya wa kalimatul batila hiya sufla. Ndugu zangu wazazi, na waombeni sana tuwashike walimu kama tunavyofurahishwa na watoto wetu wanaposoma kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa kukipa haki yake. Basi tujue mtoto huyu, kama wanavyosema wana saikolojia kwamba wama min sulukin illa wara'ahu dafi'a, mtu afanye jambo lolote, tabia yoyote, isipokuwa nyuma yake kuna msukumo, kipo kitu kinachomsukuma. Kwa maana wewe huwezi kula mpaka usikie njaa ndio inakusukuma ule. Hapa leo wote tuna saumu, kilicho tusukuma tufunge saumu ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuambia ndani ya Qur'an, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum. Mungu katutaka lazima, sharti, faradhi tufunge saumu, na hivi tupo. Lakini kunapofika wakati wa iftar, kila mmoja anataka. Kwa sababu gani anataka? Muda wa kufuturu umefika, lakini kuna saumu ile ambayo inamsukuma aende akafuturu na awe ana furaha ya nini, kama anavyoeleza Nabii Muhammad, lis-saimi farhatan. Mfungaji na furaha mbili. Furaha ya kwanza ni wakati wa kukutana na Mola wake, lakini furaha ya pili ni pale anapotaka kuanza kufuturu. Namna gani unavyojiandaa? Hata kama umevaa kanzu, koti, utoe kwanza koti, utafute msuri au sio Sheikh Ahmad msuri, ukae vizuri, urelax hasa. Furaha yenyewe wama min sulukin illa wara'ahu dafi'a. Mtu afanye jambo isipokuwa kuna msukumo. Hawa ni watu wa saikolojia. Lakini tunapoona watoto wanasoma hivi, sio kwamba wao nyuma yao kuna mtu mwenyewe ni ustadhi, ni mwalimu, ndio yule mwenyewe msukumo mwenyewe anemsukuma kijana kwenda kufanya lile jambo. Kwa hivyo walimu, tusiwakatishe tamaa, tuwaenzi, tuwatunze, tuwasikize. Wanapotuhitaji tuhitajike. Tunapoelezwa na walimu changamoto ya kijana wako, mzazi, shirikiana na mwalimu. Mzazi, kama hutokuwa na ushirikiano na mwalimu, kijana wako hawezi kupata elimu, kwa sababu atatoka akija atamwongopea mwalimu kwamba mama alinituma, au aliniambia nibakie na mtoto, au nicheze na mtoto. Lakini kwa kuwa mzazi huna mawasiliano na mwalimu, basi mwalimu ataamini kumbe ni urongo tu wa kijana. Tunaomba ushirikiano. Haya maneno yangu, lakini narudia lingine la kusema, walimu baina yenu mshikamano, muwe wamoja, mpendane, muelewane. Hamwezi kufanya kazi ya dini mkiwa mna mfarakano. Nyinyi wenyewe mnajiona namna mlivyotengwa. Manake mnaoneka leo mwalimu hata ukitoka kaenda kuchumbia mahala, lazima uandae utwalii, muraja wa maneno, sababu la sivyo utarudishwa na posa yako. Naona jamii inavyotuchukulia kwamba katika watu ambao wamepoteza mwelekeo walimu, lakini nyinyi hamjapoteza mwelekeo, wamepoteza mwelekeo wao. Nyinyi ndio mtakuwa wafalme siku hiyo, nyinyi ndio mtakuwa masultani siku hiyo. Hakuna jambo hapa duniani, maisha yetu baina dakika wa thawani, dakika na visekunde tu. Sasa walimu, msiposhikamana, msipoelewana, msipopendana, hii dini kupeleka mbele itakuwa ngumu, na ndio maadui watasambaratisha huu Uislamu. Japo hautoweza kwa sababu Uislamu ni wa Mungu,
lakini watathambaratisha pia vile vile umoja wenu. Tuelewane, tupendane. Ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anatuambia wala tanazau fatafshalu wa tadhhaba rihukum, msigombane mtafeli kisha nguvu zenu zitaondoka. Lazima anzilu nasa manazilahum, wapeni watu heshima yao. Leo tunaye mudidi hapa Sheikh Bunyamin bin Sheikh Abbas Abdurabbi, ni kwamba ni mtu ambaye itifaki imekubali yeye ndio awe cheo alichokuwa nacho babake, na sote walimu wa Zaharau tumekubaliana naye kwamba huyu ndio kiongozi wetu. Ndio tutafika hata kwenye basi, dereva lazima awe mmoja. Haiwezekani kama madereva watatu, kwa sababu msikano ni mmoja tu, steering moja. Hata kwenye ndege, usafiri wa aina yoyote, hata meli, ili ufike salama, hata treni ya mwendo kasi, lazima tukubali kuongozwa na mtu mmoja, kama leo tulivyokuwa na kiongozi wetu wa Waislamu Fadhilatu Sheikh Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania. Tukikubali sote kwamba tuko chini yake, basi Waislamu wa Tanzania tutasafiri salama na tutakuwa na power na nguvu na tutafika salama. Leo tunaye Sheikh wetu wa kata, Sheikh Mahmud, Sheikh Saidi Sambi. Lazima Sheikh wa kata aheshimiwe, lazima Sheikh wa kata asikilizwe. Sheikh wa kata ni binadamu. Inawezekana kuna baadhi ya mambo, hata mimi binadamu, sote tulokaa hapa ni binadamu. Alkamalu lillah, ukamilifu ni wa nani? Mwenyezi Mungu. Lakini tutumieni zile njia za busara kuambiana yale madhaifu yetu. Tukubali kuwa chini ya mamlaka, kwamba huyu Mungu ndo kampa nafasi hii awe yeye. Ikifika mahala Mungu ameamua kumnyang'anya nafasi, atamnyang'anya, atampa mtu mwingine. Wala tanazau fatafshalu wa tadhhaba rihukum, msigombane mtafeli na nguvu zenu zitaondoka. Sheikh Bunyamin nataka nikwambie maneno. Kule kwetu kule, wapajua kuna ule utaasisi alipoingia madarakani Fadhilatu Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, ule utaasisi haupo tena Tanga. Hakuna Uzaharau, hakuna Ushamsia, hakuna Ushamsul Maarifi, hakuna Umawa. Taasisi zote zimekuwa moja na zapendana na zaalikana kwenye shughuli. Mimi nikiwa mmoja wapo nahudhuria sehemu zote. Zamani miaka iliyopita haya mambo yalikuwa hakuna. Slogan ya utawala wangu wa Dodoma na uongozi wangu, nimepiga marufuku utaasisi, kwamba hawa ni Zaharau tu, hawa ni Maawa tu, hawa ni sijui ni Shamsul Maarifi tu. Na ndio maana unaona mimi nimechanganya hata ndani ya baraza taasisi zote. Huyu hapa Zaharau, yule pale Shamsul Maarifi, huyu Sheikh wa kata ya Kendege, huyu hapa Mwalimu Shafi, huyu hapa mwingine, huyu hapa Sheikh Idi naye pia vile vile Shamsia melega vizuri, huyu ndugu yangu Riadha, na watu wanachukua huku na kule. Kwa hivyo haya mambo ya taasisi Mungu hayajui. Mungu anajua la ilaha illa Allah, na anatujua huwa alladhi samana muslimin. Sawa, Mungu yeye ndo aliyotuita sisi ni wanani? Mushi samana Zahara wala Shamsia wala Shamsul Maarif wala samana muslimin. Hatukatazi kuwa na taasisi zetu, tuzisimamie, tuziendeleze, lakini sote sisi ni Waislamu. Sheikh Mahmudu, umenifurahisha sana katika mashindano haya. Umechukua madarisi mbalimbali kuja kuwashindanisha kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hujayafanya ya kitaasisi tu. Taasisi yako ijue, lakini washiriki wanaokuja kushiriki yameandaliwa na taasisi yako, lakini wanaoshiriki Waislamu wote, madarisi zote, taasisi mbalimbali. Tuishi hivi ili Uislamu wetu uendelee kuwa na heshima na usibezwe na wale maadui wa Uislamu. Na baada ya hapa niseme na washukuruni sana waandazi mlioandaa, kamati mlioandaa mpaka leo ikafika hata mimi mtumishi wenu mkanialika kuja mahala hapa, na kushukuruni sana. Mungu akubarikini sana wana Zaharau Istiqama, lakini Mwenyezi Mungu akubariki Sheikh wa kata, kwa sababu
kunipokea na kunileta kwenye kata yako. Lakini wazazi, nakushukuruni sana. Mwenyezi Mungu akubarikini sana. Na pia vile vile majaji, na washukuruni sana kwa uadilifu mzuri mlioufanya, japo bado hamjatusomea matokeo, lakini tunaamini uadilifu umetimia mzuri sana. Na kushukuruni wanahabari, kina baba, kina mama. Kwa haya niseme Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitie jambo hili kabuli bijahi Rasul. Hii amali aitie katika mema ya mizani yenu inshallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun.